Inakuwa ni furaha kwangu mpenzi mtazamaji wa Mesiasan TV kukutana nawe mara tena kwa kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Nitakuomba uweze kunitegea sikio kwa kuwa ni muda wako sahihi kuweza kupata yale yaliyojiri. Mimi ni Lwendo Safari. Taarifa zetu zitaanzia na huko Kaziba ambako mapambano makali yameripotiwa kati ya jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo dhidi ya waasi wa M23 asubuhi ya Jumanne ya tarehe 29 Aprili 2025 katika eneo la Kaziba na maeneo mengine. Mapambano yalianza mida ya saa 12 alfajiri katika milima ya Kaziba ikiwemo Nindi, Kabembe, Butuzi, Mwere, Budali na Lwashanja. Mpaka hivi sasa hakujawa habari sahihi juu ya maafa. Wakaaji wanabaki wakifichama ndani ya nyumba zao, huku silaha nzito na rejareja zikisikika na kuacha raia na wasiwasi mkubwa kama zinavyoeleza duru za mali. Katika eneo la Kaziba na vitongojini mwake, baadhi ya raia walikimbia kwenye misitu na wengine katika kijiji jirani. Wakati huu senta ya Kaziba na Lwanguku iko chini ya udhibiti wa M23 karibu siku 2 sasa. Uko katika sekta ya Mutambala tarafani Fizi ni kwamba shirika la raia katika sekta ya Mutambala tarafani Fizi limeomba jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo kuwa na uhusiano bora na kutumika kwa pamoja ili kukabiliana na hali ya usalama mdogo unaoikumba nchi ya DRC hasa eneo la mashariki. Akizungumza na TV yako Bwana Amerika Ongo Bianeme, mwenyekiti wa shirika la raia katika sekta ya Mutambala amesema kuwa ni jambo lisilo la kiungwana kuona jeshi la taifa FARDC na wazalendo kurumbana wakati huu ambao nchi iko katika mzozo, huko upande mwingine akiwataka kujitolea kwa ajili ya kutetea nchi. Je pense que tumepokea sote taarifa zinazoendelea kupitikana katika mji wa Uvira ambapo kuna kuwa hali ya sitofahamu kati ya wazalendo na majeshi wa FARDC. Tunajua sote kwamba FARDC iko pale ni jeshi ya serikali na rade nao pale iko reconnue comme force réserviste ya FARDC. Mena wakati kuna kuwa mizozo kati ya force réserviste na FARDC, ili inakuwa ni jambo ambayo haieleweki. Wa FARDC ndo wanasaidiwa na wazalendo. Kwa nini sasa wao waambie wazalendo wao ndo waende kufront? Hilo jambo ni jambo ambalo hatulielewi kabisa. Hatulielewi. Tunaweza omba kwa FARDC yetu kugarder bonne collaboration na wazalendo paske wao wameweza kusimama kwa ajili ya province yetu isiweze kunyanganywa wale siweze kuvamiwa na huyo mvamizi. Kwa hiyo tunatoa support kubwa kabisa kwa wazalendo wetu wote, na tunaweza sema FARDC waelewe na wagarde bonne collaboration na wazalendo, wasingeli tena kujiatakie kwa wazalendo. Hiyo haitoleta sura nzuri, inaweza riske kupermettre enemy adui kuweza kupata njia paske wakati nyinyi kwa ninyi mnaanza kugombana, hapo adui anapata njia bila watu kutambua. Tunaweza omba kwa gouvernement provincial yetu kuweza kuingilia kati juu ya swala hilo ambalo linaonekana hapo Uvira, maana yanayotendeka Uvira si Uvira tu, si Uvira tu, kesho yatasikilikana Baraka, yatasikilikana Fizi, yatasikilikana maeneo mengine. Huko nasikia fasi kwenye FARDC wanagombana wao kwa ajili ya kukataa kwenda kufront. Mnasikia ingine nafasi ambao wazalendo wa FARDC wanakimbia. Sasa kwa leo yanze sikilikana kwamba maposition za wazalendo zinakuwa deja atake kwa ajili ya sababu ambazo wao wenyewe wanazijua. Hiyo itakuwa si jambo nzuri, itakuwa jambo ya kuleta usalama mdogo katika province yetu ya Sud Kivu na maeneo ambayo tunapatikana. Vraiment tunaomba kwa FARDC kujifunza ili waweze kuishi kwa mawasiliano mazuri na watoto wetu wazalendo. Tunawashukuru. Katika mji wa Baraka ni kwamba kisha msemaji wa walimu tarafani Fizi na mji wa Baraka kuwataka walimu wanaolipwa na serikali kupitia Caritas kurudi mashuleni, upande wa walimu wa shule za msingi wametaja kuendesha kikao na wazazi kwanza kwa ajili ya kupangilia mipangilio ya masomo licha ya kutolipwa mishahara yao. Akizungumza na TV yako Bwana Bobasha Sokolo, msemaji wa walimu wa shule za primari tarafani Fizi na mji wa Baraka, amesema kuwa wanaona ni watoto ndio wanaopoteza, ndio maana wameamua kuandaa kikao hicho kwa ajili ya kuanza shule tena. Kuhusu habari za walimu kurudia kwenye shule za msingi, ambako mkuu kiongozi wetu alisema ya kwamba walimu wote warudie kuanza kazi zao kwenye shule za msingi kufundisha watoto wetu. Ndio sisi hiyo mawazo imekuwa ni mawazo mazuri sana, lakini mawazo yangu ilikuwa kusema ya kwamba tulifanya kikao, na wakati tulipofanya hicho kikao tulisema ya kwamba wakati
tulilagaka wazazi kusema ya kwamba tunafanya greve, na wakati tena tutakapomaliza hiyo greve tena tutaitisha kikao, tunaikala pamoja sisi na walimu na watu wengine, tunaangalia namna gani ya kutosha hiyo greve wakati tutakapopata makuta yetu. Kwa ajili ya hiyo mimi nawaza kusema ya kwamba tufanye kikao, tunaweza kufanya ile kikao hata vile vile na mkuu kiongozi wa wazazi ambayo anaangalia masomo yote ya tarafa la Fizi na jiji la Baraka, tuikae chini tuangalie namna gani tunaweza kurudia tena shuleni kwa ajili ya kufundisha watoto wetu. Watoto ambao tunafundisha ni watoto wetu. Sisi hatujawahi kupata tangalo kidogo. Serikali yetu tunajua ya kwamba inalipa walimu wote ambao wanalipa kutembe, hakuna retari kabisa kwa ajili ya kuwalipa. Lakini sisi mtazamo wetu ni kusema ya kwamba wanaotuhangaisha si kundi lingine, ni kundi la Caritas ambalo linaenda kukamata franka kutembe njoo awafikishe makuta ama pesa zetu ambako tunaweza kuzipata. Watoto ni watoto wetu na pesa ambazo tunapata ni pesa zetu. Tuikae pamoja sisi na wazazi tuangalie namna gani ya kufanya, ya maana tunaona kusema ya kwamba wanaotuhangaisha si serikali yetu, ila ni Caritas njoo inatuhangaisha kuikalia pesa zetu. Ujumbe wangu wa mwisho ni kusema ya kwamba tufanye siku ya 3 na saa 9 ama saa 8 tukutane kwenye jengo la EP umoja la 5 selpa, ama kusudi tuangalie namna gani tunaweza kufanya kwa ajili ya rekebisha hiyo mambo na turudie sote shuleni. Kwa serikali yetu tunaweza kusema ya kwamba serikali iangalie namna gani kututosha kwenye hiyo Caritas, maana Caritas njoo inatuchonganisha kati yetu na serikali. Yaani sisi tunajua serikali inatulipa, lakini wanaotuchonganisha tu si watu wengine, ni Caritas. Kikao kitakuwa siku ya 3 angalau tariki 13 za mwezi huu wa 4. Kwengineko ni kwamba Bwana Bunia Josue aliyekuwa anagombea kwenye ubunge wa jimbo tarafani Fizi amesema kushukuru serikali kuu ya Kinshasa kwa kujibu barua aliyowaandikia ya kuomba mitihani ya kiraifa ya Exeter na Tenazos kutumikwa kwa bure tarafani Fizi na mji wa Baraka, huko pia serikali kulipa mishahara ya walimu ya miezi 2. Katika mazungumzo na redio yako, Bwana Bunia Josue amesema kuwa aliamua kuandikia serikali barua hiyo kisha kuona ugumu wa kupatikana kwa hela wakati huu ambao jimbo la Kivu Kusini limekumbwa na vita. Huyu amesema kushukuru serikali kwa kukubali mitihani hiyo kuendeshwa kwa bure kote tarafani Fizi na mji wa Baraka. Jambo la kwanza ni kushukuru guvernema yetu nationale kwa kujibia barua niliyoandika tariki 22 mwezi wa 4 kwa ajili ya kukamata watoto wote wa finaliste wote en charge, kuona venye tarafa yetu iko mu difficulté ya circulation ya monnaie. Nikaamua kuandikia gouvernement national barua ya kusema eti tant que ex-candidat député provincial gouvernement ikamate en charge watoto wetu wa finaliste wa 8e na 4e yenye tuliita zamani 6e en charge de zote frais de participation. Pointi ya pili kasi ikakuwa ya kusema gouvernement yetu ilipe walimu wa tarafa langu la Fizi, wale wanaolipwa na serikali mshahara yao ya mwezi wa 2 hadi mwezi wa 4. Na nikafika sasa hapa kwa kuona gouvernement ilinijibia bila tatizo sur les appuis kusema ya kwamba droit de participation muzile examen zote mbili tena sos na examen d'etat ziko gratuit. Jo nikamua kama vile mtu wa watu kuja kupurke nishukuru ile gouvernement kwa vile walivojibia barua yangu, na mara tena niambie watoto wote wa Fizi wa finaliste na wazazi wote wa Fizi ya kwamba kusikue prefet hata umoja mwenye ataomba hata 100 francs, ile maexamen ni gratuit, hakuna hata 100 francs wazazi watalipa. Gouvernement national imetujibia na hata gouvernement provincial hapa iko na ile kopi, vitengo vyote vile venye kushika na masomo viko na kopi ya barua yangu mimi. Na huko Lubumbashi ni kwamba wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wanalaani shambulizi lililofanywa kwenye shamba la futuka lake kinara wa chama cha Ensemble pour la République Moise Katumbi Chapwe nalo jeshi la taifa FARDC mwishoni mwa wiki iliyopita. Shamba hilo linapatikana kwenye umbali wa kilomita takriban 34 na mji wa Lubumbashi. Akizungumza na TV yako Kabale Devote, mwanaharakati wa haki za kibinadamu amesema kuwa kuvamia shamba la mpinzani huyo ndio mwanzo wa kuleta mgawanyiko katika nchi ya DRC, huku akitaka serikali kushikamana kwa pamoja kwa ajili ya kunusuru hali ya sasa inayokumba nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Usio kesi ya kusema waende kugangamia hiyo shamba ya Moise Katumbi. Kwa hiki kipindi nchi napita mimi na saa haiko solution, paske ile nayo tenda na gawanya watu. Hakuna mtu anaweza kushimamia serikali asifanye kazi yake.
serikali akakubishia, ni vizuri kufanya kazi, lakini ukafanya kazi kama upate maalama ya kuonesha kama kuna vitu vibaya vibaya vinaweza kusonga amani ya nchi, hiyo nayo kabisa ni kutafuta tu mchangamoto sehemu zote. Walianja kwanza na Fama Joseph Kabila sehemu za Kinshasa kuliko Kingakati, wanaenda wanatuma watu pasipo mabarua ya kuonesha kama serikali ndio na watuma, wanaanza kusearch kucontrol. Mimi nawaza Felix Tshisekedi naye hana washauri wazuri, kwa maana muda huyu nchi uko naenda, mnaomba watu wakwe umoja. Pasipokuwa umoja kakuwa hizo shida wakati yote kuteketeza wengine, kweli ni mchangamoto tu. Mpenzi mtazamaji wa Misia San TV, hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Lwendo Safari. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi.